Wapendwa, karibuni katika mfululizo wa mada inayosema Quick Quiz za Harry na leo ni sehemu ya 4. Mungu wetu amekuwa mwema mno, ametulinda na ametutunza na tunamshukuru sana kwa pumzi ya uhai na karama ya wokovu aliyotupatia. Leo tuna sehemu ya 4 ambayo ni mfululizo wa mada hii inayosema Quick Quiz za Harry na kipekee kabisa ikituingiza katika maelezo ya kina kuhusu udanganyifu wa ushirika mtatu mchafu: joka, mnyama na nabii wa uongo. Awali ya yote ni ombe, niwakaribishe na tuombe kwa pamoja. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana, mimi pamoja na wapendwa hawa ambao wote kwa pamoja umetupatia fursa hii kusikiliza mapenzi yako. Tubariki kwa uwepo wako na kwa neno lako. Roho Mtakatifu atufundishe na atutakase kwa neno hili katika jina la Yesu. Amina. Kipindi kilichopita tulikuwa na sehemu ya 3. Sehemu ya 3 ilitupitisha katika mwendelezo wa ghadhabu ya utatu mchafu, kwa maana ya mwendelezo wa hasira yake. Alifanya hasira kwa akipambana na akashindwa kutoka mbinguni katika Ufunuo 12:19, na akashindwa Kalvari katika Ufunuo 12 aya 10 hadi 12, na waaminifu wake watamshinda tena katika Ufunuo sura ile ya 12 aya 17, anapopambana na wale wanaotunza amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Lakini pia tuliangalia mwendelezo wa utume wake. Utume wake hasa ni nini? Tuliona utume wake ni kumwangamiza Kristo wakati anazaliwa katika Ufunuo 12 aya ya 1 hadi ya 5, lakini ni kuangamiza kanisa katika Ufunuo 12 aya ya 6 na aya ya 13 hadi 16, na utume wake ni kuangamiza waliosalia katika Ufunuo 12 na ile aya ya 17. Na tumeona katika zote hizo alishindwa, na hata wakati wa mwisho anapotafuta kuangamiza uzao waliosalia atashindwa kadhalika. Na tuliona pia mawakala ambao anawatumia. Tuliona Ibilisi anatumia na alitumia Rumi ya kipagani katika Ufunuo 13 aya ya 2, na atatumia Rumi ya kidini katika Ufunuo sura ile ya 12 na aya ya 13 hadi aya ya 16, na Ufunuo 13 aya ya 1 hadi aya ile ya 10. Hii ni Rumi ya kidini katika mateso yale ya nyakati 2.5 wakati yaliyoanza mwaka 538 hadi 1798 baada ya Yesu. Lakini pia anatumia wakala wake mahususi sana, ni mnyama aliyetoka nchi kavu, ana pembe 2 mfano mwana kondoo, lakini akinena anena kama joka, na hiyo ni Ufunuo sura ya 13 aya ya 11, na pia anapewa mamlaka na kutumia uwezo ule mnyama yule wa kwanza, aya ya 13 Ufunuo aya ya 12 aya ya 12 Ufunuo 13, na pia anafanya kazi kwa niaba ya mnyama yule wa kwanza kuanzia aya ya 13 mpaka ile aya ya 14. Na huyu ndiye anayefahamika kama nabii wa uongo katika Ufunuo 16 aya 13 na 14, ambao ni Protestanti ulioanguka Amerika inapokuwa na mvuto mkubwa. Niliwaahidi ya kwamba huko mbele tutakuja kuangalia kwa kina hasa ushahidi wa kweli kuhusiana na mnyama huyu anayetoka baharini na mnyama anayetoka nchi kavu. Nini hasa unabii wa Danieli na Ufunuo unavyoeleza kwa wazi? Ni kitu gani hiki? Usiwe na shaka, vipindi vinavyofuata vitakuwa wazi mbele yako na mbele yangu. Kwa hiyo anaitwa nabii wa uongo huyu, na anafanya miujiza ya uongo, na kwa pamoja wanafanya ushirika mtatu mchafu: joka, mnyama na nabii wa uongo, ambao wanafanya hivyo. Na tukaona pia kwa ufupi ya kwamba anapambana kweli kuhakikisha kwamba anaondoa uamuzi wetu wa hiari katika kutunza amri 10 za Mungu, na hivyo analenga kuwatoa watu kwenye utii kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 12 aya 17 na Ufunuo sura ya 14 aya 12. Lakini pia analenga hivyo kuhakikisha kwamba anachukua ibada badala ya waabudu ama watu wa Mungu ama wakazi wa dunia kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji
kwa ujibu wa kitabu cha Ufunuo sura ya 14 aya ya 7, yeye anachepusha ibada. Kwa hiyo anafanya hivyo ili kuchukua ibada ama utii na kicho kutoka kwa Mungu iende kwake. Na ndio tunaona katika Ufunuo 12 na 13 ile aya ya 8 na ile aya ya 12. Na kwa sababu hiyo anafanyaje ili afanikishe? Ndipo tukaangalia kwa mtasari, anafanya udanganyifu. Anaitwa Ibilisi adanganyaye, mdanganyifu adanganyaye ulimwengu wote katika Ufunuo 12 aya 9, na anaitwa kadhalika katika Ufunuo ile sura ya 20 19 ile aya ya 20, udanganyaye ulimwengu wote. Kwa hiyo joka, nyama na nabii wa uongo wako kwenye ajenda ya kudanganya ulimwengu. Na katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 20 na ile aya ya 8 na aya ya 10 ni mdanganyifu vivyo hivyo, na anafanya ishara na maajabu na miujiza ya udanganyifu katika Ufunuo 13 na ile aya ya 13 hadi 15. Kwa hivyo anafanya udanganyifu huo, na anauretaje? Anajifanya yeye ni natokea makristo wa uongo. Tuone Mathayo sura ya 24 aya ya 4 na ya 5, na kutokuwepo na manabii wa uongo Mathayo 24 aya ya 11, na watu watasema Kristo yuko hapa, kumbe sio Kristo, katika Mathayo 24 na aya 23. Na yote akifanya hivyo atawadanganya watu juu ya siku ya kuja kwa Kristo. Na Yesu alionya katika Mathayo 24 na ile aya 35 hadi 36, hakuna mtu ajuaye siku wala saa. Na ile Mathayo 42 hadi ile aya ya 42, ile aya Mathayo 24 aya ya 42 hadi ile aya ya 44. Na baada ya udanganyifu huo sasa ndipo kuna kuwepo na shinikizo, ambapo anatumia nguvu kuleta maumivu, na analeta maumivu katika miili. Hapo ndipo unazungumzia mateso, unazungumzia dhiki, na hiyo pia tutakuja kuiangalia katika Ufunuo 13 na ile aya 16. Lakini tukaangalia pia anafanya hivyo wote watakaomwamini, watakaomkubali. Tukasoma Wathesalonike ya pili ya sura ya 2 aya 9 hadi ya 12. Wanafanya hivyo, na watakaodanganyika watapotea, na wanapotea kwa sababu hawakuipenda ile kweli. Na kitu cha 3, walijifurahisha katika udhalimu. Sasa karibu na leo sehemu ya 4 inaenda kuangazia jinsi anavyokwenda kufanya uongo huo. Ukweli niseme hivi, kipindi cha leo na Jumatano inayokuja na ile itakayofuata, ninaomba Mungu atutunze, kwa sababu tutayaona namna atakavyofanya, huku akijivika vazi la kuwa malaika wa nuru, akitumia mawakala wake kuhakikisha kwamba anachepusha ibada ya kweli kuelekea kwake mwenyewe. Usisahau, wote watamshinda kila ambaye jina lake limeandikwa kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Na kama alishindwa kwa miaka hiyo yote, kadhalika hata wakati huu wa mwisho watamshinda vivyo hivyo. Nikualike na pamoja nami tusikie neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 7, na hapa ninahitaji nisome Mathayo sura ya 7 na ile aya 21 hadi 23. Hii ni kauli ya Yesu, na alikuwa anahutubia, na unajua hii ni hotuba ambayo alianza sura ya 5 ya Mathayo mpaka sura ya 8, na akiwa juu ya mlima wa Mizeituni, na alitoa hotuba kuhusiana na sifa za watakao kuwa raia wa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo yote anayozungumza hapa yanahusu namna ambavyo tunaweza kuwa na stahili, tunaweza kustahilishwa, tunaweza kufanywa tufae kuwa raia wa ufalme wa mbinguni. Na katika Mathayo sura ya 7 na ile aya ya 21 hadi 23 ninasoma: si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. 22, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? 23, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hapa kuna mambo ya kuzingatia. Ameeleza katika ile aya ya 22, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako. La kwanza,
kuna kufanya unabii kwa jina la Yesu. La pili, kwa jina lako kutoa pepo. La tatu, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Katika neno la Kigiriki ambalo limetafsiriwa hapa kwa maana ya nabii, linaitwa propheteo. Propheteo limetokana neno prophetes. Prophetes ambao ndilo kwalo tunatafsiri neno la Kigiriki kwamba nabii. Lakini propheteo linamaanisha nini? Kutoa matukio kabla, telekeza matukio kabla, ama kuzungumza chini ya uvuvio. Unazungumza lakini chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu, lakini pia inamaanisha ya unabii. Ndio maana mojawapo ya jaribu mtihani ambao Yesu alitaka tuufahamu alipokuwa anatueleza habari ya kuja kwake. Ibilisi atashawishi ulimwengu uweze kuamini ya kwamba siku ya kuja kwake, mwaka na mwezi vinafahamika, na ni mojawapo ya tahadhari ambayo Mungu alituwekea, na tunashukuru kwamba aliyetoa habari hizo ni Yesu mwenyewe. Na nimewaahidi ya kwamba tutaiangalia vizuri itakapofika kwenye udanganyifu huo, kwamba je, kuja kwa Yesu kunafahamika na kumetajwa kwenye maandiko, ama ni mojawapo ya mbinu ya Ibilisi ya kuelekeza ulimwengu kusikostahili. Endana pamoja nami na endelea kusikiliza masomo haya Kwikwi za Harimagedoni na Orion TV. Na ninachukua nafasi hii pia nikueleze maana hilo ya neno ambalo limetafsiriwa kama kutoa pepo. Kutoa pepo ambayo inajulikana kama ekbalo. Ekbalo, maneno mawili ya Kigiriki, ek kwa maana ya kutoka nje, kama mtu yuko ndani anatoka nje, na balo maana yake ni kutoa, ni kutupa, ni kutenga. Kwa hiyo ekbalo ni kutoa nje, kutoa nje ama kutupa, kutoka kitu ulichokuwa kiko ndani kitoe nje na unakitupa. Ekbalo ambayo ndio inatumika kama neno wanaoita Waingereza exorcism, casting out demons, kutoa pepo. Neno hilo ni ekbalo. Kwa hivyo hatukutoa pepo kwa jina lako, hatukutoa unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Lile neno miujiza tafsiriwa kama kufanya miujiza. Miujiza ni neno la Kiyunani linaitwa dunamis. Dunamis ambao linamaanisha ya kwamba ni uwezo wa kimuujiza, miraculous power au mighty power, nguvu ya ajabu, miracle, muujiza, tafsiriwa kama power, uwezo au nguvu, strength. Kwa hiyo dunamis, tulifanya hivyo kwa uwezo, tulifanya hivyo kwa uwezo wako, tulifanya miujiza. Hicho ndicho kinachozungumzwa. Lakini katika lugha ya Kiebrania inayo maneno kadhaa, lakini maneno ambayo yamekuwa kijirudia kuonyesha miujiza, kuonyesha ishara, kuonyesha maajabu, la kwanza linaitwa oath. Hili neno oath hili, neno la Kiebrania ambalo limetafsiriwa kama ishara, Agano la Kale, ina maana ya sign, signal, kitu kinachoashiria beacon. Kama unampungia mtu mkono namna hii, unamwashiria bila maneno. Ukimwashiria namna hii ananyamaza. Ukiashiria hivi maana yake unataka kumpigia simu. Ukiashiria hivi maana yake ukifanya hivi anasema amekataa. Ukifanya hivi amenod, maana yake amekubali. Hizo zote ni ishara. Ndio maana katika mojawapo ya mahitaji maalum anasema kuna lugha ya ishara. Sasa unaashiria kitu ambacho kimebeba ujumbe. Kwa hiyo neno oath ambalo lina maana ishara, kwa maana ya una signal kitu, unaonyesha signal kwamba kuna kitu kinataka kufanyika hiki, ama mark, unaweka alama ambayo ni ya ishara, kwamba ukifikia hii alama inakueleza fanya hivi. Kama ni kugeuka kulia ama pumzika hapa, fanya nini. Kwenye idara ya huduma za vijana kwenye upande wa tafuta njia kuna elimu tunayofanya ya matembezi, tunaita hiking. Tunatumia hizi zote kama mark. Unaweka mark pale, akifika kama ameshasoma elimu hiyo anajua anapaswa aende wapi na kwa umbali upi na angalie nini. Kwa hivyo inaitwa ishara hiyo. Lakini pia ina maana ya neno evidence, kitu ambacho ni ushahidi, evidence. Hilo neno hilo na lina maana pia miracle. Lakini neno jingine la Kiebrania ambalo linaitwa mofaith. Mofaith neno ambalo limetafsiriwa kama ajabu, na ukweli limetafsiriwa kama maajabu ama ajabu mara 25 katika Agano la Kale. Limetafsiriwa pia kama ishara mara 8 katika Agano la Kale, na kama miujiza mara 2. Kwa hiyo ni neno jingine muhimu sana ambalo limetajwa katika Agano la Kale, mofaith, ambalo ndio neno ambalo linatumika. Lakini neno jingine la Kiebrania linaitwa pala ambayo imetafsiriwa kama
imetafsiriwa kama muujiza, tafsiriwa kama muujiza. Kwa hiyo muujiza ama miujiza, pala, ambao lina maana ya kuwa kuu, zito, gumu. Muujiza ama ambao ni mzito, ni mgumu, ambao umejitenga, sio unaweza kufanyika na wanadamu. Kwa hiyo inakuwa ni muujiza ajabu, marvelous, wonderful and marvelous miracle, great and difficult. Yani ambao ni mtu akiona anashangaa, hii haijawahi tokea hii, na haiwezi kufanyika na mwanadamu. Kwa hiyo anaitwa pala. Hayo ni maneno matatu muhimu sana ambayo yametafsiriwa kama maajabu, kama ajabu. Na yako mengine, lakini nakutajia yale ambayo yamekuwa kirudiwa zaidi. Sasa shetani atafanya ishara na miujiza. Hebu tuende katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 12 tena. Tuende Mathayo sura ya 12, tutasoma pamoja katika ile aya 38 hadi aya ya 40. Mathayo 12 na ile ya 38 hadi 40. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu. Mathayo sura ya 12 38 hadi 40. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. 40 hiyo siku 3. Na anaeleza jambo la pekee ambalo tunapaswa kujua kwamba kizazi hiki tunachoishi ni kizazi kinachotafuta ishara, na Yesu aliwaambia hiki ni kizazi kibaya, tena ni cha zinaa, na ndio maana kinatafuta ishara. Tunaishi katika kizazi ambacho kinapenda sana ishara, kipenda sana maajabu, kipenda sana miujiza. Lakini Yesu alisema hatutapewa hayo, lakini tutapewa ile ishara ya Yona, ambayo Yona alikuwa ndani ya tumbo la nyangumi ama tumbo la samaki kwa siku 3. Yesu alikuwa anazungumzia ishara ambayo tu ametuachia, ajabu aliyotuachia, muujiza mkubwa aliyotuachia ni wa kifo chake na ufufuo, kwamba alikaa katika moyo wa nchi muda wa siku 3 na akafufuka. Na hiyo kama haiwezi kutusaidia kujua Yesu ni nani, tutakuwa tuna hasara kubwa sana. Wengi wangetamani kuona ishara na miujiza ndipo waamini Yesu yuko pamoja na wao, lakini Biblia inatueleza light tungeliamini kama kifo, Yesu alikufa akafuka, ni ishara tosha ya wokovu kwako na wokovu kwangu. Hayo ndiyo yanayozungumzwa pale. Kwa hiyo ishara imeendelea kutajwa vivyo hivyo, na hivyo ndio naona kwenye Mathayo sura ya 24, Mathayo sura ya 24 anaeleza ile aya ya 24. Mathayo 24 na ile aya ya 24. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, na watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kwa hiyo makristo wa uongo na manabii wa uongo watatoa ishara na maajabu ya uongo, lengo ikiwa yamkini hata walio wateule waweze kupotea. Kwa hiyo lengo la hii ushirika mtatu mchafu, joka, mnyama na nabii wa uongo, kufanya ishara, miujiza na maajabu, ni kuhakikisha watu wanapotoshwa. Usisahau lengo, wanafanya hivyo ili wafanye kitu gani? Katika ile Marko, angalia Marko pia anaieleza, Marko sura ile ya 13 na ile aya ya 22. Marko 13 na ile aya 22. Kwa maana wataondoka makristo wa uongo na manabii wa uongo, watatoa ishara na maajabu, wapate kuwadanganya hata yamkini hata hao wateule. Wapate kuwadanganya kama yamkini hata hao wateule. Kwa hivyo pale amesema watafanya maajabu na ishara za uongo ili kiwezekana wateule waweze pia kupotea. La hapa ameeleza kwa nini wanapotea, ni ishara za uongo na maajabu ya uongo ili wapate kudanganya. Kwa hivyo ishara zinatumika kudanganya, na udanganyifu huu hata unatishia kupotea ama usalama wa wateule, wale wanaosubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo ni agenda ambayo ni vizuri kuifahamu, na kwenye Ufunuo ile sura ya 16 ambako kwikwi za Harmagedoni hasa zimekita mizizi yake kwenye katika ile pigo ama kitasa kile cha 6. Na hapa
kitasa kile cha 6, na tuliangalia vizuri kwenye sehemu ya kwanza ya quick za Armageddon, lakini nataka uone Ufunuo sura ya 16 tena na ile aya ya 14, na neno la Mungu linasema, hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Mstari wa 16, wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Har-Magedon. Kwa hiyo hizi ishara zote ndo zinaoandaa ulimwengu katika udanganyifu mkubwa, na udanganyifu mkubwa unaotajwa hapa kwenye Ufunuo katika vita ya siku ile kuu inayoitwa ya Har-Magedon. Kwa hiyo ishara na maajabu na miujiza inasimama kama silaha kubwa mno itakayo ukokota ulimwengu nyuma ya shetani na washirika wake ama mawakala wake kuelekeza ibada kutoka kwa Mungu Muumbaji na ielekee kwake. Usije ukapuuzia ukweli huo. Na maandiko yanaeleza wazi ni udanganyifu. Kwa ishara ni kudanganya. Lakini kwa nini nasema ni udanganyifu? Biblia inatueleza mtendaji wa ishara, miujiza na maajabu ni Mungu peke yake. Katika kitabu kile cha Zaburi 72, angalia Zaburi 72, ni Mungu pekee anayeweza kufanya ishara, maajabu na miujiza. Zaburi 72 na hapa ninasoma katika ile aya ya 18. Na neno la Mungu linasema, aya ya 18 Zaburi 72, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, atendaye miujiza yeye peke yake. Atendaye miujiza yeye peke yake. Who only does wondrous things. Peke yake ndiye anayefanya miujiza peke yake. Katika Zaburi 43, Zaburi 72, nisome pamoja nawe Zaburi ile sura ya 86. Zaburi ya 86, hapa pia unaona aya hii ya 10 akirudia jambo hilo. Anaeleza akisema, kwa kuwa ndiwe uliye mkuu, wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Haya inatueleza hivi, ni Mungu afanyaye miujiza peke yake. Kwa hiyo shetani ndio maana anafanya miujiza ya uongo, na washirika wake wanafanya miujiza ya uongo. Ndio maana anapowainua upande wa wanadamu, mitume wa uongo, manabii wa uongo, wanafanya ishara za uongo, miujiza ya uongo, maajabu ya uongo. Ni Mungu afanyaye peke yake. Na unajuaje hawa wanatumiwa na Mungu au la? Naendelea kualika tu, kadri siku zinavyosonga utakuja kufahamu kwa wazi zaidi. Katika Ufunuo sura ile ya 13, Ufunuo sura ya 13, hebu tuangalie utendaji wa huyu mnyama anayetoka nchi kavu ambaye ana pembe mbili mfano mwana kondoo, lakini akinena ananena kama joka. Ufunuo sura ya 13 na ile aya ya 13, na neno la Mungu linasema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Afanya ishara kubwa, hata kuagiza moto uje mbele za wanadamu. Hii ni ajabu kweli kweli. Fanya ishara kubwa, hata moto kushuka. Na usisahau ni moto wa uongo, sio moto wenyewe, kwa sababu anafanya udanganyifu, ishara za uongo na maajabu ya uongo. Na ukisoma ni kama anaiga, kwa sababu wakati wa Matendo sura ya 2 na ile aya ya 3, tunasoma Roho Mtakatifu aliposhuka, zikainuka kama ndimi za moto. Na ndio maana anaiga sana. Lakini anafatisha kile kilichotokea katika mlima wa Moria, kwa kitabu kile cha Wafalme ya kwanza sura ya 18 na ile aya ya 38, mahali ambako Elia aliomba Mungu na moto ukashuka kutoka juu mbinguni siku ile. Na sasa na yeye naye anaigiza vile vile kwamba hata moto kushuka kutoka juu mbinguni
uje mbele za wanadamu. Na anapofanya yote hayo, ni lengo ni kudanganya. Kwa hiyo watu wanaona na wataona ukiwa moto, lakini ni Mungu tu anaweza kuumba moto. Ndio maana inaitwa ni maajabu ya uongo, ishara na miujiza ya uongo. Ni Mungu pekee anayeweza kuumba moto. Sasa kile ambacho kitaonekana kwa watu wataona ni moto, kwa sababu wako chini ya udanganyifu, lakini si moto. Si moto hata kabisa, si moto. Na hicho ndio kitu ambacho unapaswa kufahamu, kwamba Ibilisi anapofanya hivyo huwa anafanya maigizo, na wanadamu wanaona wakati sio kitu chenyewe. Na hiki ndicho kinachowekwa wazi hasa katika kipindi hiki cha wakati wa mwisho, na anatumia hivyo ili kuweza kudanganya. Turudi tena Ufunuo sura ile ya 16 na ile aya ya 13, mahali ambako kiini cha somo hili Quick Quiz Armageddon inatokea. Katika aya ya 13 Ufunuo 16 inasema, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Ninataka ni kueleze kwa nini Yohana anaona hivi, anaona roho tatu lakini zinafanana na vyura, roho tatu za uchafu zinazofanana na vyura. Na kwa nini ni uchafu? Nakumbuka hapa anazungumzia hasa habari za kuchafuka kwa Babeli, machafuko hasa. Vipindi vitakavyofuata huko mbele kabisa tutakuja kuangalia. Kwa hivyo kwa nini? Kwa sababu Babeli imechafuka, kwa mujibu wa Ufunuo 17 aya ya 4, Ufunuo 18 aya ya 2. Kwa hivyo ni roho chafu zilizofanana na vyura. Swali linabaki, kwa nini uchafu aina hii umelinganishwa na vyura? Ni kurudishe kidogo kwenye historia na katika maandiko ya Biblia ya Agano la Kale. Nieleze hivi ya kwamba kitabu cha Ufunuo kimejenga sana msingi wake katika maandiko ya Agano la Kale. Wakati mwingine unahitaji urudi Agano la Kale ili uweze kujua nini anachokisema. Vyura wametajwa katika kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 8. Mnakumbuka pigo la kwanza ilikuwa ni maji kuwa damu, pigo la pili ilikuwa ni vyura, pigo la tatu ikawa ni chawa, na pigo la 4 ikawa ni mainzi. Sasa unajua kwenye pigo hili la pili ambao ni vyura, kwa mujibu wa Kutoka sura ya kwanza hadi 15 ndipo naona hilo pigo la pili. Ukweli ni huu, wale waganga wa Misri walikuwa wanaigiza kila kitu. Waliigiza fimbo, Musa alipoweka fimbo yake ikawa nyoka, na wao wakaachia fimbo zao zikawa nyoka, lakini ile iliyokuwa nyoka kutokana na fimbo ya Musa ikameza zile fimbo zile zote. Nitakueleza ya kwamba ilikuwa ni plastiki tu ile, wala haikuwa fimbo, lakini wakazi waliokuwa hapo ikulu wao waliona ni fimbo, lakini wala haizikuwa fimbo. Waliona ni nyoka, lakini haizikuwa nyoka kabisa. Ni nyoka tu aliyeumbwa na Mungu kutokana na ile fimbo ya Musa, ndiye aliyekuwa nyoka halisi, mwenye macho, mwenye anayeona na mwenye uhai. Na ni kwa sababu ni Mungu tu anayeweza kuumba. Ibilisi, wale waganga hawawezi kufanya chochote kama hicho, ila kwa sababu ya udanganyifu watu wakiona wanaona ni nyoka. Ndicho kilichofanyika. Na kwa lugha nyingine anaposema kwamba waliigiza miujiza ambao Musa alikuwa anafanya, na wao wakafanya hivyo, lengo ilikuwa ni kufanya mioyo ya watu kuwa migumu, wasione uwezo wa Mungu na madai yake kwa taifa hilo la Misri. Na hivi ndivyo unaona kwa lugha nyingine ni kwamba Ibilisi atatumia uwezo huo kama ambavyo alifanya maigizo hayo katika ikulu ya Farao, na katika hili pigo ama kitasa cha 6 cha Ufunuo sura ya 16, kwa mara nyingine tena atatumia hivyo mbinu hizo katika kuigiza ujumbe, ili watu wasiupokee ujumbe wa malaika yule watatu, kuanzia aya 9 hadi 14 ya Ufunuo sura ile ya 14. Kwa hivyo hadi Ufunuo 14 aya ya 9 hadi ya 12. Kwa hivyo ana agenda ya kufanya watu waamini uongo na wasiukumbatie ukweli. Sasa anafanyaje hivyo? Ngoja niingie sehemu moja muhimu sana. Anafanyaje hivyo? Anafanyaje? Tulipokuwa tunasoma ile Mathayo sura ya 7 aya ya 21 hadi aya ya 23, na hususan aya ile ya 22,
madai ya hawa manabii na hawa mitume ama hawa watumishi wa Mungu kusadikisha kwamba wao ni watumishi wa Mungu. Wanatoa unabii, na tuliona huo unabii manake nini. Wanafanya miujiza mingi na wanatoa pepo. Haya yote yanahusu kufundisha na kuomba. Ngoja nirudie kidogo. Wanafanya hivyo kwa kufundisha, wanafanya hivyo kwa kuhubiri. Hiyo yote ni kitu kimoja, kufundisha na kuhubiri. Lakini jambo la pili, wanafanya hivyo kwa kuomba. Kwenye kufundisha na kuhubiri nitakuja kuzungumza siku zinazofuata. Bado tu kwenye ishara za udanganyifu, miujiza na maajabu. Kwa hiyo anapofanya udanganyifu wa namna hiyo, anatumia pia kuomba. Na ni vizuri kujua katika kipindi cha mwisho sala ni jambo muhimu sana, na ndio eneo kubwa ambalo litatumika kuaminisha ulimwengu na kuandaa kwa kumwabudu mnyama. Na hii ni jambo la msingi sana. Ni kwa nini? Kwa sababu hawezi kutoa pepo isipokuwa ameomba. Anaomba. Kwa hiyo anaomba nini? Pepo aweze kutoka. Kama ni kufanya uponyaji, anaomba. Kwenye uponyaji tutakuja kuangalia hasa somo litakalofuata. Lakini nataka tu uelewe ya kwamba inatumika mafundisho ama mahubiri kwa kufundisha ama kwa kuhubiri, lakini pia inatumika kwenye kuomba. Leo nataka niingie hii sehemu ya kuomba, angalau inaweza ikakusaidia kugundua namna ibilisi anavyofanya, akitumia kile ambacho Mungu ametupatia kama fursa ya kuwasiliana yeye, na anaichepusha iweze kufanya mapenzi ya huyu adui. Na ukweli ni huu, mara nyingi watu wakiona watu wakiomba wanakuwa wa kiroho. Unajua swala la kuwa kiroho ni utendaji wa Roho Mtakatifu katika moyo wa mwanadamu ndani yake. Lakini ikikosekana hiyo, kitakachofanyika ni umizimu. Na umizimu kwa maana ya kwamba ni uwezo wa shetani katika kudanganya watu. Mtu anafikiri anachokifanya ni sahihi, kumbe sicho chenyewe. Ama kwa kuomba, ama kwa kufundisha, ama kwa kuhubiri. Kwa hiyo badala ya kuleta spirituality ama spirituality, anajikuta ameongoza watu kwenye spiritualism. Spirituality ni utendaji wa Roho Mtakatifu kwa moyo wa mtu kwa ajili ya kujiandaa kwa kuja kwa Yesu mara ya pili, kumitikia na kushika mapenzi yake. Lakini spiritualism ni utendaji wa ibilisi katika moyo wa mwanadamu, kumuongoza na kuchepusha ibada sahihi, na hivyo aweze kumpotosha. Miaka ilivyoenda, ibilisi alibadilisha mbinu, akaja na uamsho bandia sana. Kwenye karne hii tulionayo, ameanzia kwenye karne ya 19, karne ya 20 na 21, akija na uamsho bandia ili ikiwezekana tu aweze kututeka sisi tunaosubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Na ameweka pia na mbinu mpya ya kuabudu kwa njia ya sala, mbinu mpya ambayo inaitwa ni upendo, kumbe sio upendo. Ameweka pia hata imani batili na sio yenyewe, imradi tu watu wanakosa maarifa sahihi yanayohusu wokovu wao. Na hicho ndicho anachokifanya. Wanatazamia kuwa watu wa kiroho, wanajikuta wanakuwa waabudu mizimu, from spirituality into spiritualism. Na hiki ndicho ambacho anakifanya, na si tunapaswa kuwa makini sije tukajikuta tunadhani tunamwabudu Mungu wa kweli, kumbe tayari tumechepushwa, fahamu zetu zimeelekea isipofaa. Na hii ndicho ambacho anakifanya, na Mungu wetu anataka tuweze kufahamu. Sasa kuanzia kwenye karne ya 20, katika miaka 1980 ambako ikawepo vuguvugu la kizazi kipya, New Age movement. Na unajua watu wengi wakisikia New Age, kizazi kipya, wanaweza wasijue ni nini. Lakini lugha hiyo hasa imeanza kwenye miaka 1980 ambako tunazungumzia habari ya postmodernism. Watu wanaonekana wa kisasa katika uvumbuzi wa teknolojia na sayansi, lakini katika maarifa mbalimbali yanayoongezeka, yakiwepo ya kidini, yakiwepo ya kisiasa, yakiwepo ya kiuchumi na mengine. Hapo ndipo wanadamu walijaa kiburi na kujikuta wakijiita hiki ni kizazi kipya kabisa. Na hivyo katika mambo ya dini haikuachwa hivi. Wakafikia hatua wanahitaji ibada ya kupatia uzoefu, katika ibada, experience worship.
Kwa hiyo tuna neno experiential worship. Sio tu unafanya ibada, no, lazima wakati unafanya ibada kuna vitu unavi experience, unaviona vinafanyika, afu mtu anasema nimesikia leo nimeabudu vizuri sana. Hao ni watu wa postmodernism, sio wanaabudu tu. Kwa hiyo wanataka nini? Ibada ambayo inapili kwenye sense organs, ibada ambayo inatoa mwito kwenye milango ya fahamu. Kwa hiyo kama unaabudu kitu unachokifili, unakihisi, unakiona, unakigusa, unakionja, something you can taste, something you can touch, you can smell, you can see. Unajua sio ibada tu, ndio ukikosa hivyo vitu anasema ibada mbona imepoa. Watu wanataka feelings and emotions. Wanaona mwili unasimuka, wanaona kitu kama mwili vile unaumuka mahala fulani. Anasema yes, hii ni ibada ya kweli. Hiyo imeanza kwenye miaka 1980 kiasi hicho. Ingawa huko nyuma ilikuwa imeshaanza, lakini ilikuja kuwa kubwa zaidi kwenye miaka hiyo. Kwa hiyo ndio unaona hata matukio ya ibada yanawekwa na pamba kwa mishumaa, mishumaa inawaka, watu wanazima taa zenye mwanga mkali, wanawasha mwanga kidogo. Experiential worship, create environment, weka mazingira ambayo yatakusaidia upate hisia kwamba niko kwenye ibada. Ndipo unaona ya misaraba inawekwa kama ishara, sign of the cross, kugusa vitu vinavyosimama kwa niaba ya vitu vingine, touching icons. Zungumza habari ya ibada inayoambatana na kupaka mafuta, na unajua Biblia imesema mtu akiwa mgonjwa anaweza kupaka mafuta. Wazee wa kanisa wao wameenda mbali siku hizi. Anointing inafanyika si kwa kuwa ni mgonjwa, hapana, lakini ni mzima kabisa. Nasema leo tuna ibada ya anointing. Something that you feel, you feel it, you sense it, you smell it, you taste it. Kwa hiyo ndio maana vitu ambavyo vinafanyika vinagusa huu mwili, vinafanya waleta mafuta, anointing oil, vitu vinavyoshikika. Yani watu hawataki kuiacha imani iweke mizizi kama imani. Wanataka vitu vya kuona, taka vitu vya kugusa, taka vitu vya kunusa, taka vitu vya kuonja, yani vitu vinavyoapili kwenye mfumo ya fahamu, sense organs. Na hiki ndicho ambacho kinazungumzwa. Kwa unaweza ukashangaa kwenye ibada, ndio maana kwa nini watu wengi wanataka waende kwenye masaa ya usiku katika ibada. Wengine hawajui kwa nini kuna mvutano mkubwa sana. Wanataka ibada ya wakati wa usiku, wawashe taa fulani hivi, alafu wanafanya hekalu linakuwa la giza kidogo, wanawasha vimshumaa, darkening the sanctuary, darkening the house of worship. Unabadilisha hivi ili kufanya watu wapate hisia za kufanya hivyo. Na si ajabu ni kwa nini hata sherehe za ndoa wanazipeleka wakati wa usiku, weka rangi fulani fulani, fanya hivi na vile. Hiyo yote ni postmodernism, experiential worship. Tunataka vitu tunavyopata hisia, viatu vya kushikika, viatu vya kugusika na vile na vile. Na ndicho kinachofanyika hivyo. Kwa hiyo maombi yako, maombi ya mishumaa, yako maombi ya kufukiza uvumba, vitu vinavyoshikika, ngoma na muziki mzito, drumming and dancing, na uchezaji, na hiyo yote anayepachikwa ni kwamba ni movement ya Holy Spirit, ni mwendo, ni vuguvugu la Roho Mtakatifu ndani ya miili ya watu. Hivi vyote wanavitaja kuwa namna hiyo, na hivi ndivyo vinavyofanyika. Na unajua ndani ya kipindi hicho kuna Protestant wanaitwa liberalism ama liberal Protestantism. Hawa wenyewe wanafundisha kwamba uungu uko katika ndani ya kila kiumbe, na wanafundisha wanahitaji wasifikiri kwamba uungu uko kule. Mungu hayuko kule, yuko kwa kila kiumbe, ndani ya kila kiumbe. Kwa hiyo ndio maana ni wajibu wako kumgundua, discover your God inside you. Mgundue Mungu wako ndani yako, na hayo ndio yanayofanyika. Na wakati miaka hiyo ikawepo pia evangelical churches, makanisa ya kiinjili, gospel power movements, vuguvugu la nguvu ya injili. Hawa wanakuja na madhehebu ambayo yako mengi hapo, yanaitwa charismatic Pentecostal churches, makanisa ya kipentekoste, na ambayo yanaambatana na amsha charismatic. Yani mtu anapokuwa na hizo amsha, anapoomba anafuruliza kusema kwa sauti kubwa na hiki na kile, huyo anaonekana ni charisma, huyo ana Roho Mtakatifu
Mtakatifu ndani yake, you can feel the power, na ndio maana watu wanahama kwenye nafasi yake ya kawaida na uzungumzaji wake ya kawaida, anakuwa kama amefungiwa sabufa ndani. Kuna kuwepo na aina fulani ya kukoroma, yuko kwenye ibada, na hii yote mtu namna hiyo akiomba namna hiyo anasema oh yes, I feel the touch of the Holy Spirit, nasikia Roho Mtakatifu ananigusa, kwa sababu yale mawimbi yale, na imradi tu mwili uonekane umeguswa mahala fulani, mwili umeguswa mahala fulani. Na ndipo unakuja ndani ya kipindi hicho cha Evangelical Churches na Gospel of Power Movement, ndipo inakuja hoja ile ya kunena kwa lugha, ambapo kila mtu aliye na Roho Mtakatifu lazima anene kwa lugha. Asiponena kwa lugha hana Roho Mtakatifu. Yakatiwa moyo na msitizo sana wakati huo. Yani mtu akikuuliza una Roho Mtakatifu asema ndio. Swali la pili, unanena kwa lugha? Naambia kwa neno kwa lugha. Kama nene kwa lugha hujapokea Roho Mtakatifu. Na hivyo ikawa fundisho kubwa, kila anayeamini lazima atiwe moyo anene kwa lugha. Na tuliangalia kipindi kilichopita sio unenaji wa lugha ambao unaotajwa na Biblia unaoonekana leo katika nyumba za ibada, lakini ndani ya kipindi hicho maana yake tengeneza ibada iwe halisia kwako. Create your own reality, searching out your God. Mtafute Mungu, mtafute Mungu. Kwa hiyo inaitwa experiential worship. Na hii inapoingia kwenye hiyo karne ya 20 na matawi yote ilibadilisha hata namna ya kuomba. Sasa kuna kuwepo na kumeditate, kwamba mtu ana meditate anafanya nini? Yani ana meditate kwa maana ya kwamba anatafakari. Ninyi mnasikia siku hizi habari ya maombi ya kutafakari, ya kukaa kimya, silence prayer. Mtu anakaa kimya muda mrefu, anasema hapo ana communicate, ana meditate. Ngoja niambie kitu cha pekee. Kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa. Unajua leo kuna jambo kubwa hili linalohusiana na kwamba kukaa kimya katika prayer. Hapo ana contemplating prayer. Unakuwa quiet, kimya, katika eneo lako la siri, ukiwa na Mungu wako. Yani unafika tu mahala alafu unakaa tu hivi, unafumba macho yako namna hiyo, unakaa kimya kabisa. Hapo eti ndipo watu wanatumia neno, anasema anatafakari. Biblia haielezi vitu namna hiyo, na wengine wananukuu mpaka ile Wafalme ya kwanza sura ya 19 ya 12 kwamba Elia akiwa juu ya mlima ule wa Sinai, wakati Mungu anazungumza naye, kisha akasikia sauti ya utulivu, still voice. Hilo neno still voice ambao ndio linamaanisha quietness, ukimya, silence, kukaa kimya kwa utulivu. Kwa hiyo wanasema, unaona hata Elia alikuwa na ibada ya kimya. Ni kitu ambacho sio cha kweli, kwa sababu Elia hakutengeneza yeye mwenyewe ukimya huo, na hasa hakuwa yeye, ila ilikuwa ni sauti ya utulivu. Na sauti ya utulivu na Mungu anamwambia toka kwenye pango uje huku niseme na wewe. Halafu leo wanaitumia hiyo sauti kwamba ni ya Elia. Hapana. Kwa hiyo imekuwa contemplating prayer, maombi ya kutafakari, yana sura hiyo leo. Kukaa kimya kabisa, unafumba macho, unakuwa kama uko kwenye giza, halafu sasa unatafakari. Na kama unaona leo hata habari ya maombi ya yoga, kuna maombi ya yoga, kuna mazoezi ya yoga, dini za mashariki hizo, na zimeingia mpaka leo. Kwa hiyo kutafakari ni kukaa kimya. Nasema natafakari. Hakuna kitu hicho kukaa kimya sio kutafakari. Iko siku nitakapokuja kwenye maneno hayo uone meditation ni nini. Sio kutafakari kwa kukaa kimya. Na wanapokuja kwenye ombi lenyewe, ndipo sasa unaona wanakuwa na mambo yafuatayo. La kwanza, wanaamini ya kwamba mashetani wana eneo maalum wanao control. Niko kwenye upande huu wa kutoa mapepo. Bwana atakutoa mapepo kwa jina lako. Na kwa sababu ni upande wa maombi, ndio unaiona habari hiyo ikifanya kazi. Wanaamini ya kwamba kuna kila shetani ama pepo ama malaika muovu kwa eneo analotawala. Hilo ndio fundisho lao. Kila eneo la kijiografia, geographic area, kuna pepo anayetawala pale. Na kama ni jamii fulani ethnic
demon. Kuna ethnic demon ambao ni wa ukoo fulani, wa familia fulani, na kama ni wa familia domestic demons na kadhalika. Kwa hiyo kuna kila eneo lina pepo wake. Kama ingekuwa ni nchi ya Tanzania, kuna pepo wake anaye control. Kama ni mkoa wa Dodoma, kuna pepo yake anaye control. Kama ni hapa nyumbani kwangu, kuna pepo anaye control hapa nyumbani kwangu. Yaani hilo ni fundisho la watu wa namna hii. Ni udanganyifu wote wa experiential worship. Kuna namna gani? Kwa hiyo hilo ni fundisho lao la kwanza. Kila eneo, kila jamii, kila familia, kuna pepo anayetawala, ana control locality hiyo. Lakini jambo la pili ni namna gani sasa unafanya hiyo ibada ya sala. Kwa hiyo nikasema tu ni kukemea mapepo, casting out demons, kwa kusema ninakukemea. Na leo utasikia kwenye sala nakemea. Lakini nenda usome Biblia. Uone nani alikuwa anakemea katika Biblia. Nani alikuwa anakemea? Ni kitu cha ajabu sana. Leo watu wanafanya vile. Kwa hiyo ninakemea. Kwa hiyo yeye ndio anayekemea. Ni huyu anayekemea. Lakini wakati huo watu wanaamini anaomba. Kuomba, zungumza na Mungu. Sasa kama unazungumza na Mungu, unakujaje kuingia kwenye kukemea? Hivi kukemea ndio kuomba? Kuna watu wanachanganya kuomba na kukemea. Na kwenye kusali, kwenye kuomba, haijawahi tokea hilo linaloitwa kukemea. Halipo. Ziko aya kadhaa katika maandiko matakatifu, nenda ufuatilie kukemea kuliko husika kwa kuna nini. Hakuna. Ndio maana unaona kwenye Zekaria 3:2 Bwana akukemee. Ukisoma pia kwenye Yuda 1:9 Bwana akukemee. Bwana ndiye anayekemea. Lakini wao wanapofanyia kazi unasikia nakemea nguvu za giza, nakemea magonjwa, nakemea hiki na kile, ama unasikia nasimama kinyume. Lakini saa hiyo anaomba. Unajua ni kituko kikubwa sana. Wewe unaomba. Kuomba maana yake unazungumza na Mungu. Kuomba maana yake unafungua moyo ili Mungu aingie. Imekuwaje namna hiyo? Unasema tunakemea. Watu unaenda kwenye Matendo 16:18, Paulo akaamuru kwa jina la Yesu atoke. Kuna tofauti ya kukemea na kuamuru. Ile parangelos ambao anaitumia pale, I command. Na unasikia watu sasa ni kukopi na kupesti. I command, na amuru. Kwa hiyo kama sio kukemea, unasikia I command in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Na angalia sauti yake inavyobadilika, angalia namna anavyoeleza. Ni utendaji wa mwili tu wote. Yaani ni nguvu ya chakula tunachokula. Basi ni nguvu peke yake. Huwa wakati huo watu huone kabisa anachokifanya. Lakini pia kuna huduma ya kufungua. Zote zikaingia katika kanisa. The ministry of deliverance. Huduma ya kufungulia. Kwa hiyo hapo nipo naona kuna kuweka mafuta watu, kuna kuweka mafuta maeneo. Unasikia unataka nikafungue hilo shamba. Anaenda na mafuta, anafanya ibada ya kufungua ardhi, ibada ya kufungua sijui kitu gani. Na unaziona leo zinaendelea sana hizo, kufungua eneo, kufungua watu, the ministry of deliverance. Yani ni kwa nini? Kwa sababu idea ni hii. Hilo eneo kuna kila pepo anayedhibiti. Kwa hiyo tunaenda kufungua. Na kufungua maana yake kumtoa nje shetani kwenye hilo shamba, nje kwenye hilo biashara, nje kwenye hiyo familia. Kwa hivyo anaenda kufungua hiyo familia, anaenda kufungua huo ukoo, anaenda kufungua hilo shamba, anaenda kufungua hiki na kile. Ndicho kinachotajwa pale. Kwa hivyo the ministry of deliverance ikaingia ndani. Niko kwenye ile habari ya udanganyifu, na mtu anapozungumza kwa sauti hiyo, nakemea, ninaamuru, ninafungua, ninafanya hiki, watu wanasema oh haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Watu wanafikiri hapo anaomba. Hapo haombi. Hakuna kitu anachokiomba hapa. Yuko chini ya nguvu ya adui moja kwa moja. Mwili uko kazini, umejaa povu, umefurika. Kama ni kikombe kinaenda kumwagika, umeweka amira, unakichemusha. Lakini wakati watu wanafikiri ni nguvu za Roho Mtakatifu. Si kweli. Si kweli. Step ambao anatumia hatua nyingine ndio hiyo, kwamba kila shetani ana jina. Kila shetani ana jina.
na kwa sababu hiyo wanatafuta wajue jina la huyo shetani aliyoko pale. Kwa hiyo kama ni Tanzania, shetani wa Tanzania; kama ni Kenya, shetani wa Kenya, ana jina lake; kama ni Uganda, shetani wa Uganda, shetani wa Afrika. Kwa hiyo lazima step ya unayoingia ni kwamba tafuta kujua jina ya yule roho, yule shetani aliyoko pale. Sasa unawezaje kujua jina la huyo shetani aliyoko pale? Anasema kama muulize shetani, na wanachokieleza hapo anasema Yesu alisema jina lako nani? Kwenye region akasema region pale, maana tuko wengi. Wanasikia wanasema unaona, Yesu aliuliza jina lako nani? Kwa hiyo you need to know the name of that demon. Jua kwanza jina la hiyo shetani. Ndio hivyo. Kama huwezi kujua jina lake, basi tumia jina la kiutendaji. Nasema the functional area katika eneo lile. Unasema labda hivi shetani wa uongo. Unakemea shetani wa uongo. Ndio unasikia mtu kwenye sala shetani wa uongo. Functional name. Shetani wa uongo. Kama ni upande wa njaa, nakemea shetani wa njaa. Kwa hiyo hapo hiyo familia isikumbwe na njaa, unasikia nakemea shetani wa njaa, nakemea shetani ya maskini, nakemea shetani wa magonjwa, nakemea shetani. Hapa hajamjua jina lake, sasa inabidi atumie functional name katika eneo hilo. Kama ni kwenye hapa, nakemea shetani wa ugonjwa, shetani wa maradhi, shetani wa maskini, shetani wa hiki na kile. Yaani kila kitu kimepachikwa shetani. Hiyo yote ni experiential worship katika iliyoingia kwenye karne ya 20. Na ndipo utaangalia mpaka leo watu wamekuwa wakifanya hiyo mambo, wengine hata hawajui ni kitu gani, wako kwenye hiyo movement, charismatic movement. Lazima utambue jina la shetani anayetawala pale. Kama huwezi kumuuliza, asiposema kwa basi wewe azungumza kwa utendaji wa eneo hilo. Shetani wa utasa, shetani wa ugumba, shetani wa uchoyo, shetani wa kiburi, shetani wa hiki, nakemea. Kwa hiyo unataja namna hiyo, demons of lie, the demons of hunger, the demons of poverty, the demons of. Kwa hiyo nasikia anaomba, anazungumza vile. Na maneno anayonukuu ni kwenye Marko sura ya 5 aya 6 hadi 13 na ile Luka sura ya 8 aya 30 na 31. Wanasema wanamuiga Yesu kwamba Yesu alifanya mawasiliano na shetani na hivyo shetani akamwitikia. Lakini nenda usome vizuri hizo aya, kwa sababu Yesu aliuliza baada ya kuwa amemtoa pepo. Nenda uangalie vizuri. Wa siku hizi wanauliza kabla ya utoaji wa pepo. Yesu aliuliza baada ya kutoa pepo. Kaangalia vizuri kwenye Marko 5 aya 6 hadi 13 na ulinganishe na Luka 8 aya 30 na 31. Jesus asked only after having cast out the demons. Kilichotangulia kwanza ilikuwa ni kutoa pepo, halafu ndipo Yesu akauliza. Wa siku hizi wanauliza halafu ndipo watoe pepo. Angalia tofauti hivyo. 1, 2, Yesu hakupokea jina. Yesu alipokea idadi. Sikiliza vizuri, aliuliza nani? Akajibu akasema mimi ni region. Na region maana yake tuko wengi. Ni jina la kijeshi katika serikali ya Kirumi. Na mpaka uende angalie region ilikuwa ni nini. Kwa hivyo hakupokea jina, alipokea namba. Kuna watu ambao bila kujua wanaenda pale. Kwa hiyo elewa jina la huyo shetani. Jambo la pili, elewa eneo, kwamba kila eneo shetani yuko pale anadhibiti. Kwa hivyo lazima ukaweke sasa alama. Kwa hiyo kama ni shamba anapita anazunguka, yani ni uganga wa kienyeji ule, lakini unafanywa leo na wahubiri wa Injili. Anaenda anazunguka eneo lile. Kwa hiyo hapa anafanya nini? Tunatumia neno spiritual mapping. Anaweka map, ana rocket map. Hiyo inaitwa spiritual mapping. You need to know the demons that operate there and mark out the boundary. Kwa hiyo unaweka mipaka. Baada ya kujua jina la adui unaweka mipaka. Ndio hiyo ministry of deliverance inaondoa, unaiwekea mipaka. Yani ibilisi akifika anaishia mpaka huu, hawezi kufika hapa. Ndicho kinachofanyika. Na wananukuu hivyo kwenye hiyo Marko 5 aya ya 10. Na wanasema ya kwamba eti shetani amepangiwa eneo maalumu. Kila malaika wa shetani amepangiwa eneo maalumu ambalo ibilisi atamwadhibu asipolilinda. Ndio maneno wanayofundisha kwamba amepangiwa maalumu. Lakini unaposoma Marko hiyo sura ya 5 aya ya 10 ambao wamekuwa wakiitumia, utagundua ya kwamba ibilisi alipokuwa anasema usinitese,
walilia si kwa sababu shetani ataadhibu haya mapepo, ila kwa sababu watateswa na Yesu Kristo, kwamba watatupwa kuzimu kabla ya wakati. Lakini wakikusomea hapo bila kuiangalia kwa makini, unadhani ni kweli eti walilalamika kwa sababu shetani atawabana kibao, atawanasa kibao, maana hawakulinda vizuri eneo lao. Sio kweli. Wanakitumia hiyo Marko 5 ile aya ya 10. Yesu ndiye aliyekuwa anatoa hii kitu, na waliogopa kwamba wanaenda kuadhibiwa kabla ya wakati, sio shetani. Lakini pia wananukuu kwenye Matendo 19 aya ya 27 hadi aya ya 28 na aya ya 35. Wanasema kwamba pale Atemi, wanasema alikuwa ndio mkuu wa mji wa Athens. Lakini ni vizuri kusoma vizuri, ndugu yangu, usipotoshe watu. Ukisoma hiyo Matendo 19 aya ya 27 hadi 28 na 35, utagundua kwamba Atemi ilikuwa ni jina la miungu kadhaa. La kwanza hilo. Lakini pia hii miungu ya kike yenyewe haikuwa aliye anayelinda mji wa Efeso. Badala yake Efeso ndio alikuwa mtunzaji wa Atemi. Sasa watu wanasema eti miungu huyo ndio ilikuwa inalinda Efeso. No, Efeso ndio alikuwa analinda miungu hiyo, guardian of Artemis, Ephesus. Nenda tu uangalie vizuri, maana watu wanaposoma pale wanawadanganya. Lakini pia kusoma Ufunuo 2 aya ya 13, ukalinganisha Ufunuo 2 aya ya 9, Ufunuo 2 aya ya 24, Ufunuo 3 aya ya 9, unaangalia kwamba ana sehemu anayoishi. Wanasema shetani ana mahali anapoishi. Nafahamu kiti cha enzi cha shetani anapozungumzia juu ya Pergamo. Kwa hiyo anawaambia, unaona, shetani ana kiti chake cha enzi, kuna mahali anakoishi. Ni vizuri ujue kwamba Pergamo sio tu pekee ambako Ibilisi ametajwa kwenye kitabu cha Ufunuo, na kazi zake ziko kila sehemu kote ulimwenguni kote. Ndio maana Petro ya kwanza 5:8 anazunguka akitafuta mtu ammeze. Lakini wao wanafundisha kwamba kiti cha enzi kinakuwa Pergamo. Kwa hivyo hata hapa kuna kiti chake cha enzi, pale kuna kiti cha enzi, imradi tu katika kudanganya. Sasa wakishafika hapo, sasa wanaituma sasa wale mashujaa wa maombi kwenda sasa kukomboa. Ministry of Deliverance wanatuma mashujaa wa maombi, na wale mashujaa wa maombi wanaenda kupambana na adui, to confront, to engage these demons. Sasa ameshafanya mapping, spiritual mapping, ameshaweka mipaka yake, ameshaita jina na hivi. Sasa anaingia sasa shujaa wa maombi. Sasa ndipo unasikia sasa mtu anaweza, kuna watu maalumu wanaofanya hiyo huduma ya kukomboa. Kwa hiyo niwaambie kitu cha pekee, Biblia haijawahi sema sala ni karama ya watu fulani tu ndani ya kanisa. Biblia inaeleza kwenye Wathesalonike ya kwanza 5:17, ombeni bila kukoma, na haisemi ni watu kadhaa tu wanaofanya hivyo. Kwenye Efeso 6 mstari wa 18 inazungumzia mkisali kwa sala na maombi, prayer and supplications, na hapo iko kwenye orodha ya zile silaha za nuru, kama anavyoamini yeyote mwenye imani kama ngao, chapeo ya wokovu, akiwa na yani zile silaha zinazotajwa kwenye Efeso sura ile ya 6 aya 10 mpaka 18. Prayers iko pia ndani, na zile sio silaha zinazopewa kwa mtu fulani mwingine hana, ni kila aaminie. Paulo anaelezea silaha zote za Mungu, vaeni silaha zote za Mungu, sio karama ya watu fulani tu. Na miongoni mwa udanganyifu mkubwa ni huu, kwamba leo prayer, leo sala ni karama ya watu fulani. Kwa hiyo wanatumwa, ambao ni udanganyifu mkubwa sana. Kwa hiyo wanapoenda, wanaenda kuengage warfare, wanaenda kupambana kabisa katika mapambano hayo. Wanapoenda kupambana, ndipo unaona kwamba wanataja mpaka Danieli 10 sura ya 13 kwamba malaika Gabriel alikuwa anapambana na shetani. Na unajua ni lugha ya nabii Danieli ambaye inasemwa na Gabrieli. Kwa hiyo anasema kuna mapambano, nimemwacha Mikaeli anapambana naye kule. Sikiliza ndugu zangu wapendwa, hakuna mahala tuliona Danieli akipambana na wakuu wa Uajemi. Na usisahau aliyekuwa anapambana hapo ni huyu Gabrieli, na alipokuwa hawezi akaja Mikaeli kumsaidia. Ni vizuri ujue unabii ni kitu gani kinazungumzwa. Kwa hiyo unasikia watu wanapambana leo, na unaona mkuta mtu anaomba anarusha ngumi, I command, I rebuke, narusha na mateke, narusha na hiki, in the name of Jesus, in the name. Mwenzako hapo ana engage spiritual warfare, yuko vitani kabisa hapo, anapambana na adui, anarusha ngumi, anafanya hiki, anafanya hiki.
ni utendaji wa mwili, experiential worship, ambao ni udanganyifu mkubwa. Na hiyo yote inapofanyika, you feel the power of the Holy Spirit. Unaona uwezo Mtakatifu akiwa juu yako, na hiyo yote ni kukupotosha kwa utendaji umakini wa Roho Mtakatifu, maana inakutoa huko mbele. Tutakuja kuangalia hayo yote, yanakutoa kwenye utulivu wa akili na yanakufanya uwe mdanganyifu na unayedanganywa. Kwa hiyo ndivyo anachokifanya pale. Kwa hiyo anaeleza namna hiyo. Lakini pia ukienda Zekaria 3 aya ya kwanza hadi ya pili na Yuda 9, kwa sababu ni sura ya kwanza peke yake, ni vizuri kuelewa ya kwamba ni malaika aliyekemea na sio wanadamu wowote wale. Na ndipo anasema ninakufunga shetani, bind the demons. Kwa hiyo ana maombi ya kufunga. Unasikia, nina maombi ya kumfunga shetani. Should we bind the demon? Je, unaweza kumfunga ibilisi? Unajua Yesu alielezea kwenye Mathayo 12 aya 29. Issue pale iko kati ya Yesu na shetani. Ni Yesu ndiye anayepigana vita. Sisi hatupigani vita kwa kumfunga. Sio vita ya kimwili hii. Na after all, ukweli ni huu. Kwa mujibu wa Efeso 6 aya 10 hadi 12 inaelezea Yesu alishinda vita. Wakati Paulo anaelezea kwenye Efeso sura ya 6, huko nyuma alishaelezea wa Efeso sura ya kwanza aya 7 19 hadi 23, Kristo ameshinda vita. Hiyo ni sura ya kwanza wa Efeso. Sura ya pili aya 5 hadi 10 unaona sasa mazungumzo ya watu ambao yanaeleza ushindi ambao Kristo amewapatia. Wa Efeso sura ya 3 kanisa linapitia sasa uzoefu wa ushindi ambao Kristo amelipatia. Kumbuka ya kwamba ni shetani aliyetangaza vita na katika Ufunuo ile sura ya 12, na kwamba ni Mungu aliyeshinda vita. Ndivyo Biblia inavyotueleza, na akaeleza katika Warumi sura ya 8 mstari wa 27 kwamba sisi tunaweza kudai ushindi kwa damu ya Yesu Kristo. Ingawa shetani ameshindwa ndio, lakini anarejea kujaribu kurusha mishale huko na kule kwa wale mateka waliokombolewa. Walikuwa mateka wake wakiwa wamekombolewa, waje kwa Kristo. Kwa hiyo anafanya hivyo ili kututoa. Ndio maana Paulo anasema vaeni silaha zote za nuru mpate kumshinda yule mwovu. Na kumshinda kunakotaja pale neno inaitwa histemi. Histemi manake that you may stand. Manake simama imara, simama kiwima, simama kwa nani? Sio kwamba rusha ngumi, rusha mateke. Yaani vita yetu sio kuchukua upanga na kurusha wala mshale. Maana yake simama kwenye ile position ambayo Yesu baada ya kukukomboa akakupatia ushindi amekuweka. Regain your ground, regain your strength. Simama pale ulipo. Ndicho tunachozungumza. Vita yetu sisi sio vita ya kupigana kwa ngumi. No, mpate kusimama. Histemi maana yake muweze msitolewe katika miguu yenu kwenye mwamba wa kale. Kwa hiyo simama pale ulipopewa. Kamanda wetu Yesu Kristo ndiye anayepigana vita na ndiye aliyeshinda eneo ambalo alikuwa amelichukua ibilisi. Sisi Paulo anazungumza katika lugha ya kwamba ameturejesha tena kwake, na ndicho kinachozungumzwa. Kwa hiyo stand firm in the face of persecution. Paulo anaandika Wathesalonike ya kwanza sura ya 3 aya 8, simama uso kukabili mateso. Kwenye Wathesalonike ya pili sura ya pili mstari wa 15, simama dhidi ya mafundisho ya uongo. Wa Filipi 1 aya 27, simama imara dhidi ya upinzani. Katika Wakolosai 4 mstari wa 12, simama imara katika mapenzi yote ya Mungu. Katika Wakorinto ya kwanza 16 aya ya 13 hadi sura ya 14 aya ya 13, simama imara katika imani. Hivi ndivyo tunavyoambiwa kusimama imara. Hii ndicho tunachozungumzia. Kwa hiyo tukiwa na nini? Chapeo yao. Tukiwa na nini? Ngao ya imani, chapeo ya wokovu, diria ya haki, vifua viatu kwa ajili ya utayari upasao injili, upanga wa Roho, maombi na vingine. Hiki ndicho anachotueleza Mungu wetu wa mbinguni anayetuita sisi sote. Jambo la msingi ni hili. Timotheo ya pili 11 aya 9, katika mambo yote najilinda nafsi yangu, tena najilinda. Histemi. Timotheo ya pili sura ya 4 aya 7, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Neno kuilinda histemi, kusimama. Yakobo 1:27, dini iliyo safi, kujilinda na dunia pasipo mawaa, histemi. Wala kwa kwanza Yohana 5:18, twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Vita yetu ni kujilinda, to stand firm. Kujilinda is not about
offensive but defensive, yani ni kujilinda na sio kustrike. Kwa unapoona watu wanaomba, wanarusha mateke, wanaruka ngumi, haiko hivyo vitu kwenye Biblia. Hiyo ni experiential worship, na adui tayari yuko pale kuhakikisha kwamba anatuondoa katika nia hii, na hiki ndicho kinazungumzwa wazi kabisa. Nini point? What is the point? Ni vizuri kumfahamu kwamba kumkubali Kristo leo na kutunza neno lake kama alivyosema ni jambo muhimu sana katika vita hii. Tunaweza tusiwepo wakati hayo yote yakitokea, lakini yako yanayotokea kwa sasa. Lakini msitizo ni huu, leo na sasa tunaweza kufanya uchaguzi namna tunavyoweza kuingia katika pambano hili. Usisahau, hii ni quick za Armageddon. Haina zote za nguvu za kimwili, haina zote za ibada ya kutoa mpaka na machozi, haina zote mpaka ya kelele na ngoma na kucheza, haina zote za kuomba na kemea na simama kinyume na komboa ardhi na mfunga shetani na fanya hiki na kile. Hizo ni quick za Armageddon. Na taji kitu kimoja cha pekee, huu ni udanganyifu unaoenda kwa kasi. Kwa wote yanafanyika kwa jina la Yesu. Udanganyifu ni mkubwa, yamkini hata wateule. Lakini habari njema ni hii, watamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao wakupenda maisha yao hata kufa. Mungu akubariki, akutie nguvu, akuongoze, anijalie na mimi pamoja nawe kwa washindi katika vita hii hata ajapo mara ya pili. Maranatha. Na kukaribisha kipindi hiki kila 1:30 Jumatano, kitarushwa 1:30 jioni Jumatano Orion TV. Lakini pia kitakuwa mbashara kupitia WhatsApp group Wasafiri wa Kwenda Mbinguni. Na kila Jumapili 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, maswali na majibu kutokana na mada iliyotangulia kupitia WhatsApp group Wasafiri wa Kwenda Mbinguni. Ikiwa ungehitaji kuwa miongoni mwa grupu hilo, Mungu akujalie, andika jina lako kamili kwenye hizo live chat, alafu weka na namba yako ya simu na mara unapoishi, na Mungu wetu atakutunza. Na asante kwa somo la leo. Ninakukumbusha, leo na kesho kutwa tunaenda kuchungulia kwa undani zaidi, baada ya kuangalia nguvu ya utoaji wa mapepo inavyoendelea leo na kuchafua sala ilivyo. Na hitaji tuweze kuangalia, tutaingia kwenye upande wa utoaji wa unabii, mara ambako kuna changamoto kubwa Yesu alituonya kwenye Mathayo 24. Je, waweza jua siku na saa ya kuja kwa Yesu? Au ni kile Yesu alichotuonya kama nguvu ya udanganyifu wa adui? Amani ya Bwana iwe nawe. Mungu wetu atuhifadhi. Simama upande wake, ushindi ametupatia. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante sana. Asante kwa neno lako. Asante kutupigania. Asante kutubariki. Asante kuinua mioyo yetu na kuifahamu kweli yako. Kwa jina la Yesu. Amina.